ni watu kuwa na heshima na viongozi. Siku hizi kila mmoja anaweza akasema tu vyovyote vile na akamsema yoyote yule. Haogopwi Mungu ndani ya vyombo hivyo, wala haogopwi mtume, wala haogopi sheria, wala haogopi Uislamu. Muda wa kuwa kuna nafasi ya kusema, basi mtu anasema tu. Mtu anatukana anavyotaka, anasema anavyotaka, hata kama anachokisema wala sio kitu cha kielimu, ajisemea tu maskini ya Mungu. Asema idha lam takuna aliman fata'addab wala tatakallam fi nasi jahalan fatuhram. Asema ikiwa wewe si mwanachuoni, kwa nini usingekuwa na nidhamu, ukawa na adabu na nini? Wajisemea tu maneno. Haifai kusema maneno ya namna zake, na usiwatie ila watu. Asema da'i ulama wala tat'an fihim, waache wanazuoni na viongozi wala usiwatie ila. Kuwatia ila ni njia ya upotofu, njia ambayo haina maana. Na ni wasihi ndugu zangu Waislamu kwamba tunao wajibu mkubwa wa kusimamia Uislamu, na ni wasihi vile vile viongozi wote wa dini kwa ujumla wao kwamba tunao nafasi kubwa sana ya kuwa na mshikamano, kuondosha malumbano, kuondosha mizozo baina yetu. Tujenge taifa moja, tuangalie nchi yetu, kwa sababu ni wajibu wa viongozi vile vile. Tuishi kwa salama kama nilivyosema mwanzo, na tuwe watu ambao tunaamiliana kwa wema, na tuwapende viongozi wetu. Na kuwapenda viongozi na kuwa nao pamoja ni katika kujenga nchi. Nimalizie kwa kumtambua mwenyekiti wa makanisa ya Pentecostal. Ni rafiki yangu huyo, yuko sehemu fulani hapa na yule pale. Huyo ni mmoja katika viongozi wa dini tunayeshirikiana naye katika mambo mbalimbali, katika kujenga umoja wa pamoja na kujenga mambo yetu ya dini pamoja. Mheshimiwa Rais na mgeni wetu rasmi wa leo, nimeamua kuacha mambo mengi niliyokuwa nimeyapanga kwa sababu dakika zangu chache 15, na sikutaka pia nzimalize ile nikupe nafasi uweze kuzungumza na Waislamu.